Naam, bwana, kama unavyoelewa ni kwamba sasa hivi hapa tayari Harmonize, Rayvanny pamoja na Mario wameisha release ile track ambayo ilikuwa teased na Rayvanny wiki iliyopita kwamba kuna ngoma ambayo ni collaboration kati ya hao watatu, na ile ngoma bwana tayari imeshatoka siku ya leo, na kiukweli ni moja kati ya ngoma ambazo zimepokelewa vizuri sana sasa hivi kwa sababu hawa wasanii wote watatu wako na fan base kubwa. Ni moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava bwana. Kwa hiyo kutokana na hilo ni kwamba wote kukutana katika track moja imefanya ngoma hii iende kwa upesi sana, na jamii kwa ujumla wameipokea hii ngoma bila kipingamizi chochote. Sasa kitu ambacho tumekuja ku notice bwana ni kwamba mijadala ambayo imekuwa ikiendelea huko mitandaoni kuhusiana na hii trial ya hawa vijana watatu ambao wanafanya vizuri katika muziki wa Bongo Flava kuonekana pamoja wakiwa wameshirikiana katika hii collabo, ni kwamba kila mtu amekuwa akizungumza la kwake, lakini moja kati ya vitu ambavyo vinavyozungumzwa zaidi ni issue ya kitu ambacho wana share in common. Yani tukimtaja Mario, Harmonize na Rayvanny, kuna kitu ambacho wana share in common. Na kitu hicho ni kwamba kwa mujibu wa comment pamoja na baadhi ya post ambazo tumekutana nazo huko mtandaoni ni kwamba watu wanazungumzia kwamba hawa wanaume wote watatu bwana wanaishawahi kudate na mwanamke mmoja au walishawahi kuhusishwa katika mahusiano ya kimapenzi na mwanamke mmoja ambaye ni Paula. Unaambiwa kwamba hapo awali bwana kulikuwa kuna fununu za kwamba Harmonize Konde Boy kuwa katika mahusiano na Paula, mpaka tukaona baada ya Harmonize kudate na Kajala tukaona Harmonize akaanza kumtongoza Paula, mixa kumtumia video na vitu vingine kibao, jambo ambalo lilimake headline na kila mtu anafahamu kuhusiana na hiyo situation. Lakini ukiachana na hilo, baada ya Harmonize na Paula hizo rumors kusambaa, ni kwamba baada ya Kajala na Harmonize kuachana, Paula naye pia akakata mawasiliano kabisa na Harmonize, na hapo ndipo tukamwona sasa Paula akiwa yuko katika relationship na Rayvanny. Umeona kwa hiyo Paula na Rayvanny nao walikuwa couple kwa muda mrefu kidogo, and then baada ya hapo Rayvanny akarudi kwa mkewe, and then Paula aka move on na akaingia katika mahusiano na Mario ambaye amezaa naye, na mpaka sasa hivi wapo bado katika mahusiano. Sasa kukutanishwa kwa hawa vijana watatu ni kwamba kumefanya watu huko mtandaoni bwana wazungumzie swala hili, wakidai kwamba hii bwana ni kama vile Paula gang, kutokana na kwamba hawa wote wameshawahi kudate na msichana mmoja ambaye ni Paula. So hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuzungumzia hiyo issue. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba bwana wa Tanzania wameamua waite hawa vijana Paula gang kisa wote walishawahi kuhusishwa katika mahusiano na Paula. Alafu huyu hapa Eli True Boy anasema kwamba bwana hiki ndo kile kitabu cha 3 Suitors 1 Paula. Kuna mtu mwingine hapa amecomment anasema kwamba bwana hii kweli ndo Paula gang. Kwa hiyo comment nyingi sana kiukweli zimeandika hivyo Paula gang. Umeona bwana? Kwa hiyo hiyo ndivyo issue ilivyo, ni kwamba moja kati ya vitu ambavyo watu wamevinotice kuhusiana na hii collabo ni kwamba watu ambao wameshirikiana katika hii ngoma wote walishawahi kuhusishwa kimapenzi na Paula. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.